Kuna sehemu duniani ambayo huwezi kwenda hata kama una pesa. Huwezi kwenda kama mtalii. Huwezi kwenda kama mtafiti wa kawaida. Huwezi kwenda kupiga picha. Huwezi kwenda kutafuta content. Na ukijaribu kwenda unaweza kuvunja sheria, kuhatarisha maisha yako na zaidi ya yote kuhatarisha maisha ya watu wanaoishi huko. Sehemu hiyo inaitwa North Sentinel Island. Ni kisiwa kidogo kilichopo kwenye bahari ya Hindi, sehemu ya visiwa vya Andaman na Nicobar nchini India. Kwa nje unaweza kudhani ni kisiwa cha kawaida tu. Kina miti mingi, fukwe, maji ya bluu, miamba ya bahari na mazingira yanayoonekana kama paradiso. Lakini North Sentinel si paradiso ya watalii. Ni moja ya maeneo yaliyotengwa zaidi duniani. Na sababu kubwa ni watu wanaoishi humo. Sentinelese. Sentinelese wanatajwa kama moja ya jamii za asili zilizo kwenye hali ya kutokutana sana na dunia ya nje. Wameishi kwenye kisiwa hicho kwa vizazi vingi, wakilinda ardhi yao, maisha yao na utamaduni wao kwa nguvu kubwa. Kwao, mgeni si fursa, mgeni ni hatari. Na hili ndilo linaifanya North Sentinel Island kuwa moja ya sehemu zinazovutia sana, lakini pia moja ya sehemu ambazo binadamu wa nje anatakiwa kuziacha kabisa. Kwa sababu swali hapa si tu kwa nini hawataki wageni. Swali kubwa ni je, wana haki ya kuachwa waishi maisha yao bila kusumbuliwa? Historia ya Sentinelese inaonyesha jambo moja wazi. Mara nyingi wamekataa majaribio ya watu wa nje kuwakaribia. Kuna nyakati ambapo watu waliojaribu kufika karibu na kisiwa hicho walikutana na upinzani mkali. Wengine walipigwa mishale, wengine walifukuzwa. Na katika baadhi ya matukio watu walipoteza maisha baada ya kuingia kwenye eneo hilo kinyume cha sheria. Lakini kabla hatujawahukumu, lazima tujiulize wao wanaona nini. Kwa mtu wa nje anaweza kuona kisiwa cha ajabu, jamii ya siri, story ya kupata views au adventure maisha. Lakini kwa Sentinelese, mtu huyo anaweza kuonekana kama tishio. Tishio kwa ardhi yao, tishio kwa uhuru wao, tishio kwa usalama wao, na tishio kubwa zaidi, magonjwa. Hili ndilo jambo la muhimu sana. Jamii zilizoishi kwa muda mrefu bila mwingiliano mkubwa na dunia ya nje zinaweza kukosa kinga dhidi ya magonjwa ambayo sisi tunaweza kuyaona ya kawaida. Ugonjwa ambao kwa mtu wa nje unaweza kuwa mdogo, kwa jamii isiyo na kinga unaweza kuwa janga kubwa. Kwa hiyo mtu anapojaribu kwenda North Sentinel kwa sababu ya udadisi, haendi tu na kamera au zawadi. Anaweza kwenda na virusi, anaweza kwenda na bakteria, anaweza kwenda na hatari ambayo jamii nzima haiwezi kuhimili. Ndiyo maana serikali ya India imeweka sheria kali za kuzuia watu kukaribia kisiwa hicho. North Sentinel imetengwa kama eneo linalolindwa, na watu wa nje hawaruhusiwi kwenda huko bila kibali maalumu. Lengo si kuwaficha watu wake kama maonesho ya makumbusho. Lengo ni kuwalinda dhidi ya dunia inayoweza kuwaharibu, na pia kuilinda dunia ya nje dhidi ya maamuzi yake ya kijinga. Kwa sababu katika zama hizi za mitandao ya kijamii, kuna tatizo kubwa limeanza kuonekana. Watu wanataka kwenda kila mahali kwa ajili ya kupata content. Kama sehemu ni hatari, ndio inakuwa ya kuvutia zaidi, views kama zote. Kama imekatazwa, ndio watu wengine wanahisi lazima waende. Kama hakuna aliyefika, mtu anataka kuwa kwanza kufika. Lakini North Sentinel inatufundisha somo moja kubwa. Si kila sehemu duniani ipo kwa ajili yetu. Si kila jamii inahitaji kuonekana na sisi. Si kila siri inahitaji kufunguliwa. Si kila mlango unapaswa kugongwa. Wakati mwingine heshima kubwa zaidi si kwenda, ni kuacha. Ni kukubali kwamba kuna watu wana haki ya kusema hapana. Na Sentinelese wamekuwa wakisema hapana kwa muda mrefu sana.
hapana kwa wageni, hapana kwa wavamizi, hapana kwa dunia inayotaka kuwajua bila ridhaa yao. Na hapo ndipo hadithi ya North Sentinel inakuwa kubwa kuliko kisiwa chenyewe. Inakuwa hadithi ya uhuru, inakuwa hadithi ya haki ya jamii ndogo kuendelea kuwepo kwa namna inayojichagulia. Inakuwa hadithi ya mipaka kati ya udadisi na uvamizi. Kwa sababu mara nyingi tunapozungumza kuhusu maendeleo, tunadhani kila mtu lazima aishi kama sisi. Tunadhani kila jamii lazima iwe na barabara, simu, internet, umeme, shule za kisasa, hospitali na maisha tunayoona kama ya kawaida. Lakini je, kama jamii fulani haitaki maisha hayo kutoka nje? Je, kama wanataka kuendelea na mfumo wao? Je, kama kwao amani ni kuto kuingiliwa? Haya ni maswali magumu. Kwa sababu hatujui mengi kuhusu maisha yao ya ndani. Hatujui lugha yao vizuri, hatujui imani zao kwa undani, hatujui mfumo wao wa uongozi kwa uhakika. Hatujui historia yao kwa kina kutoka kwao wenyewe. Na labda hiyo ndio point. Hatuhitaji kujua kila kitu ili tuheshimu mipaka yao. Kwa miaka mingi dunia imekuwa na tabia ya kwenda kwa jamii za asili kwa nguvu ya udadisi, dini, ukoloni, biashara au tafiti. Mara nyingi matokeo hayakuwa mazuri kwa jamii hizo. Wengine walipoteza ardhi, wengine walipoteza lugha, wengine walipoteza utamaduni, wengine walipoteza maisha kupitia magonjwa, vita na unyonyaji. Kwa hiyo ukiona Sentinelese wanakataa wageni, unaweza kulitazama jambo hilo kama ukali, lakini unaweza pia kulitazama kama kumbukumbu ya kihistoria. Jamii ndogo ikilinda nafasi yake dhidi ya dunia kubwa ambayo mara nyingi haina huruma. North Sentinel Island si tu kisiwa cha siri, ni kioo kinachotuonesha tamaa yetu ya kutaka kufika kila mahali, na kioo kinachotuuliza, je, udadisi wetu una mipaka? Ni kioo kinachotuambia kwamba maendeleo bila heshima yanaweza kuwa uvamizi. Na katika dunia ambayo kila kitu kinarekodiwa, kupostiwa au kusambazwa, North Sentinel inabaki kuwa moja ya sehemu chache zinazosema hapa si kwenu. Hapa hamkaribishwi. Hapa maisha yanaendelea bila ninyi. Na labda hilo ndilo jambo linaloshangaza zaidi, kwamba katika karne hii ya satellites, internet, GPS na artificial intelligence, AI, bado kuna sehemu ndogo duniani ambayo imekataa kuingizwa kwenye mfumo wa dunia ya kisasa. Kisiwa ambacho kimechagua ukimya, jamii ambayo imechagua kujilinda, na dunia inayolazimika kujifunza somo la heshima. Kwa hiyo wakati mwingine ukisikia North Sentinel Island, usione kama sehemu ya ajabu tu. Ione kama sehemu inayotukumbusha kwamba si kila mlango duniani unahitaji kufunguliwa, si kila siri inahitaji kufichuliwa, na si kila jamii inapaswa kubadilishwa ili ifanane na sisi. Wakati mwingine njia bora ya kuonesha ustaarabu si kuingia, ni kusimama mbali, kuheshimu na kuwaacha watu waishi.